na tafakari yetu leo inatoka katika Injili kama alivyoiandika Yohana Mtakatifu sura ya 12 na mstari wa 35 na 36. Tusome. Basi Yesu akawaambia, nuru ingaliko pamoja nanyi muda kidogo. Enendeni maadamu mnayo hiyo nuru, giza lisije likawaweza. Maana aendaye gizani haijui aendako. Maadamu mnayo nuru, iamini nuru hiyo, ili mpate kuwa wana wa nuru. Na ujumbe wetu unasema, maadamu unayo nuru, maadamu tunayo nuru, enenda katika hiyo nuru upate kuwa mwana wa nuru. Biblia inapotaja ama inapotaja giza, inapotaja mambo ya giza, inapotaja nuru, inapotaja mambo ya nuru, inamaanisha nini? Inapotaja giza, inamaanisha shetani na mambo yake na watu wake na mawakala wake na matendo yake. Inapomtaja nuru, inamtaja Yesu Kristo na mamlaka yake na watu wake na matendo yanayotendeka katika Kristo. Sasa Biblia hapa imesema nani? Haya ni maneno ya Yesu Kristo mwenyewe, anazungumza na wanafunzi wake, ambaye leo ni wewe unayenisikiliza, ni wewe unayenitazama, ya kwamba maadamu unayo nuru, enenda katika hiyo nuru ili upate kuwa mwana wa nuru. Enenda katika hiyo nuru ili upate kuwa mwana wa nuru. Enenda katika hiyo nuru ili giza lisije likakuweza. Anaposema giza lisije likakuweza, maana yake nini? Giza lipo, na hapa duniani tunaishi na haya mambo yote yanatuzunguka kila siku kwenye maisha yetu, mambo ya giza, kwa maana shetani na mambo yake na vitu vyake vinatuzunguka kila siku, na tunaye Yesu Kristo, tunaomwamini Yesu Kristo, na Kristo yuko katika maisha yetu. Sasa amesema ya kwamba maadamu mnayo nuru, kwa hiyo unaweza ukawa nayo nuru, usienende katika hiyo nuru na usiwe mwana wa nuru. Kwa hiyo kama wewe ni Mkristo, kama wewe umemkiri Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako na umeokoka, tembea katika huo wokovu, enenda katika huo wokovu wa Kristo wa kweli. Ndipo hiyo ndio kuenenda katika hiyo nuru, hiyo ndio kutembea katika nuru. Kama wewe unaye Yesu Kristo, kama wewe ni Mkristo kabisa, umebatizwa, nenenda katika hiyo nuru, giza lisije likakuweza. Giza lisije likakuweza. Anaposema giza lisije likakuweza, maana yake giza litakupata, mambo ya giza yatakupata, watakufanyia kila aina ya matendo mabaya, watakufanyia kila aina ya vitu vibaya, watakufanyia mambo ya uchawi, watakufanyia mambo ya uganga, watakufanyia mambo ya kukuumiza. Hayo ni mambo ya giza. Watakutengenezea ajali na mauti na magonjwa. Hayo ni mambo ya giza, lakini hayatakuweza maadamu unayo nuru. Ukiwa nayo nuru, hayatakuweza. Ukiwa nayo nuru, utaenenda kama mwana wa nuru. Mwana wa nuru analindwa na nuru. Mwana wa nuru anapiganiwa na nuru yenyewe. Enenda katika hiyo nuru. Usiishie kuishi na Kristo kwa mdomo tu, kwamba mimi ni Mkristo na unakwenda kanisani kila siku na unayatimiza mambo yote ya kiibada. Usiishie hapo. Enenda katika hiyo nuru. Yatende matendo yanayopatana na nuru. Yafanye yanayopatana na nuru. Mheshimu Kristo, umche Mungu hata kama uko peke yako, kutoka ndani ya moyo wako, sio katika mdomo wako tu. Mungu akubariki na nikutakie siku njema. Tuombe. Mungu wetu, asante, tunakushukuru, tunakutukuza, tunakuinua. Umetupa nafasi ya kutafakari ya kwamba maadamu tunayo hii nuru, tutembee katika hii nuru ili tupate kuwa wana wa nuru. Haja yangu ya moyo, mimi natamani msikilizaji wangu huyu ananisikiliza na kunitazama awe mwana wa nuru. Umpe hiyo nuru ndani yake, umpe kutembea katika hii nuru ili aweze kuyashinda mambo yote ya giza yatakayotumwa na yanayompata katika maisha yake, katika jina la Yesu, amen. Mungu akubariki sana ndugu yangu. Asante kwa kunisikiliza. Asante kwa kusikiliza neno la Mungu lenye uzima.